Kwa jina naitwa Coach Tobias Mangunga, mimi ni coach wa FK Blue Mali. Kwa ujumla tulitegemea watu watafanya vizuri. Wao walikuwa tayari na si kikubwa ambacho naweza nikasema ni kwamba yale yaliyofanyika sasa na tunaenda kuendeleza. By next year tuna hakika watafanya vizuri zaidi. Watoto wengi wameshusha time. So before handing out the medals, we have our hosts, the Swimming Association, and we have the chair of the association, Engineer David Mwasioge, for a few closing remarks before we award all the medals and individual trophies. So can we have a round of applause to Engineer David, please? Engineer Mwasioge. Kuna TSA kwa kuandaa mashindano mazuri na kuruhusu watu kutoka nje kuja kutusaidia kuleta challenge juu ya wachezaji wetu. Mimi kama coach nimejifunza kitu kimoja. Usitegemee matokeo, yani usitegemee watoto wako walivyo wazuri ukajua labda ndio utakapokuta. Nenda kwenye mashindano pale ndio utagundua kuna mawili matatu ya kurekebisha. Tuna kazi kubwa kwenda kurekebisha. Mpaka sasa hivi tuna kazi kubwa kwenda kurekebisha yale mapungufu yaliyopo kwa ajili ya mashindano yajayo tuende vizuri zaidi. Sio kazi rahisi kuwa na watoto kama 400 kwa siku 2 mtafanya mashindano na yakamalizika salama, ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini tunashukuru sana wadau wote waliojitokeza, wazazi. Let's have the swimmers there if they can hear on the other side. Kuhakikisha mashindano yamekuwa yana impact. Mashindano yamekuwa yana impact. Watu wamefurahi. Up next we'll have the golds for 100 meters butterfly. Na tumeweza can we have a representative from Bandari? One representative from Bandari, please. Time zao na kijana wetu wa miaka 12 ameweza kuogelea katika ubora wa hali ya juu. Time yake zinazidi time ya vijana wakubwa zaidi ya miaka 13 14. Kwa hiyo maana yake ni kwamba future inaendelea vizuri. Wapo vijana ambao wataingizwa pia kwenye kikosi chetu cha timu ya taifa ambacho and now the gold goes to Nolan Maginga from Talis IST, Lena Borega from North Coast, Faris Mteki from Reptile, and Ivana Namakate from Talis. Let's go guys, Ivana, Faris, Lena and Nolan. Tunaendelea na mikakati yetu. Hii ilikuwa ni shindano letu la mwisho kwa mwaka wetu wa mashindano 2025-2026. Mwaka wetu unaanza Julai ya kila mwaka. Kwa hiyo shindano letu la kwanza la mwaka wa 2026. Thank you very much Jasfit. Thank you very much Tanzania Open for your sponsorship, for sponsoring us. Lakini pia tunategemea also thank you for awarding kwenye mashindano ya the medals as well. Can we give it up to Jasfit again please? Mashariki na Kati mwezi Oktoba, lakini pia tuna so now Youth Olympic yatafanyika Senegal, na pia tunategemea manager Bandari manager Mr. Charles is going to award the next medals. Can we give it up to Bandari please? Kuanzia sasa mpaka Disemba bado tuna activity nyingi za mashindano, tukiwa na gara waogeleaji wakiwa 700-800, manake hapo tayari ni zaidi ya watu 2000 ukijumlisha na wazazi, na sasa hiyo ni changamoto kubwa, lakini tunashukuru Mungu kwamba mashindano yamalizika salama, hakukuwa na major injury, kila kitu kimeisha salama. Kwa hiyo tunashukuru Mungu. Serikali imeshatuahidi ni kwamba kuna plani ya kujenga mabwawa matatu, moja Dodoma, lingine Dar es Salaam na lingine kule Mali ya Geita. Kwa hiyo tunaomba na kuomba kusisitiza serikali ifanyie kazi kwa haraka zaidi. Tulipata bwawa la mita 50 lenye uwezo lenye capacity la kuchukua hata watazamaji 2000-3000. Hiyo itakuwa ni maendeleo makubwa kwamba sasa tutaweza kufanya mashindano yetu, tutaweza kupromote mchezo na kuweza sasa kuwaita watu wengi waje kuona. Kama mnavyoona hapa, wangekuja Watanzania zaidi ya 2000 tungekwama. Kwa hiyo rai yetu ni kuiomba serikali iharakishe tupate hizo facilities ili mchezo wa kuogelea uweze kukua zaidi. Kwa majina naitwa Abdallah Mansur kutoka Kenya, Mombasa, from Bandari, kutoka Bandari Swimming Club. Ushindani kusema kweli ulikuwa utata, haikuwa rahisi. Kuna zingine tunashinda, zingine tunapata, nyingine tunapatwa. Lakini yote 9-10 pale tulipopata, tunashukuru, bado tutaendelea kujenga tupate zaidi.
na pale tulipopatwa tumejua ni wapi, so tukirejea panga letu tunaliona zaidi. Tukirejea tena tuko na makali zaidi. Malengo yetu kusema kweli hatujayafikia, kwa sababu kuna watoto wengine tulitarajia zaidi kutoka kwao, kidogo akarejea nyuma, maybe because of safari kutoka Mombasa na basi kufika ilichukua time zaidi, maybe ya kupumzika vizuri, maybe weather iliwachanganya, maybe chakula hawajazoea. So next time tukija tunaweza kuja mapema zaidi tupate kupata hiyo weather ya Tanzania, weather ya Dar es Salaam, chakula Dar es Salaam, mwili uzoee hiyo safari, apumzike vizuri ili malengo yetu tuweze kuyapata kwa wema zaidi. Tanzania, Dar es Salaam ni kuzuri. Changamoto tuliopata haikuwa rahisi, kulikuwa na timu nyingi. Hasa kupeleka watoto marshling, watoto kuja kuogelea, watoto kuzunguka up and down. Kama makocha saa nyingine tumeteseka kuwatafuta. Hiyo ndio ilikuwa changamoto, lakini si kama changamoto, hiyo ni kazi sasa. Tunashukuru sana kwa kila kitu kilotokea. Mmejifunza nini kupitia mashindano? Kupitia mashindano tumejifunza kuanza ni muhimu. Vile ukidive ukianza hiyo ni muhimu. Turning ni muhimu na finishing ni muhimu. Kuna eventi tumeshindwa na thuluthi ya nukta ndio imetufanya tupoteze gold. Hasa kama hiyo finishing tukirejea lazima tujikakamue zaidi, mambo kama isitokee tena. Kama hizo start kama tumeharibu kidogo, tukirejea huko nyumbani tunajikakamua zaidi, tukija turekebishe zaidi. Hayo mavazi yanaashiria ushindi. Hayo mavazi yanaashiria ushindi. Hayo mavazi kusema kweli, Bandari si Bandari bila makoches moja. Hata makoches ni mwisho. Bila wale wanafunzi maswima wale wanaogelea. Hao ndio Bandari moja. 2 wazazi. 3 alafu ndo makocha sasa tunaingia. Lakini nguvu yetu ya Bandari makocha ni mwisho. Mwanzo ni wale watoto wanapojikakamua, ili wale wazazi wetu mmoja wao na nguvu yao kuwaleta wale watoto mazoezi, kuwachukua, kuwalisha, kuwalalisha, kuwavisha shule, kila kitu. Hao ndo chanzo chetu kikubwa ambacho kinatufanya tuebuke kama washindi popote pale tunapoenda. Ningependa pia kama Tanzania wako na timu zao waje, kwa sababu ni mashindano makubwa Mombasa pia. Zile timu zote kubwa, kuna timu I think zinatoka kutoka nchi za nje pia zinakuja kushindana, timu kutoka Nairobi, kutoka Eldoret, zote zinakuja. Maandalizi so far yako sawa. Hii ni kama gala yetu moja ya mazoezi. Ndio kama hivyo tumeona wapi afaa turekebishe. So tukienda tunarekebisha, hiyo mashindano mengine pale tulipo na pengo tunalijenga vizuri.